إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hutuba yangu ya leo insha Allahu ta'ala nitakwenda kuzungumzia nihayatu sana au amun jadidun. Nitakwenda kuzungumzia kumalizika kwa mwaka wa Kiislamu au kwenda kuzungumzia mwaka mpya ambao ni wa Kiislamu. Hii ndiyo itakuwa hutuba yangu insha Allahu ta'ala. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, amun mada wantaha, mwaka tayari umekwenda na umemalizika. Wa dhahabat ayyamuhu bisur'atin, na masiku yake yamekwenda kwa haraka. Wa inna fi sur'ati al-ayami wal-a'wami la'ibratun, hakika katika kwenda mbio masiku na miaka, kila Muislamu, kila mwanadamu anatakiwa apate ibra, apate mazingatio, apate mawaidha ndani yake. Qala jalla wa ala fi kitabih, amesema Allah aliyetukuka katika kitabu chake: yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaubadilisha usiku na mchana. Wa inna fi dhalika, na hakika katika jambo hilo la kubadilisha usiku na mchana, la ibratan liulil absar, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ni ibra na mawaidha kwa wale ambao wenye akili, kwa wale ambao wana macho katika akili zao pamoja na nyoyo zao. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, kila mmoja anafahamu ya kwamba tupo katika tarehe 11 ya mwezi wa Muharram
yani mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Ikiwa tumeumaliza mwaka 1447 tukiwa tuko ndani ya mwaka 1448, mimi na wewe tunatakiwa tukae na mazingatio. Hii miaka inavyokatika, haya masiku yanavyoondoka, siyo jambo la kukaa ukawa unafurahia ya kwamba yale masiku yanapita, miaka inaongezeka. Hapana, Allah jalla fi'ala anasema inna fi dhalika, hakika hilo jambo la kubadilisha usiku na mchana, la ibaratan liulil absar, ni mazingatio na ibra kwa wale ambao watakuwa ni watu wenye akili. Kaangalia Suratu Nur aya nambari 44. Qala ash-sha'ir, amesema mshairi mmoja, inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, hakika yetu sisi wanadamu tunafurahia yale masiku ambayo tunayoyamaliza ndani yake. Leo ma'al asafi shadid, inasikitisha na inahuzunisha, mtu anapokuwa amemaliza mwaka, ameingia mwaka mwingine, anaita marafiki zake, anaita ndugu zake, wanaweka keki, wanawasha mishumaa, kisha wanasherehekea ule mwaka ambao kwamba ni mpya ameingia kwake, wakati anatakiwa mwanadamu yule apate ibra na mazingatio ya kwamba kama nilikuwa na miaka 25, sasa nimeingia wa 26, bila shaka nakaribia kuondoka katika dunia na ulimwengu huu. Ndio maana mshairi anasema inna lanafrahu bil ayami naqta'uha, hakika yetu sisi wanadamu tunayafurahia yale masiku ambayo tunayoondoka ndani yake na kuyamaliza. Wa kullu yawmin mada yudni min al-ajali, na kila ile siku ambayo inayotoka kwa yule mwanadamu inamkaribisha yeye safari yake ya kuondoka katika dunia hii. Fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahidan, fanya amali njema ewe mwanadamu, ewe Muislamu, kwa ajili ya nafsi yako kabla ya mauti hayaja kukuta, tena uwe na kujitahidi katika kuyafanya hayo mambo yaliyokuwa mema. Fa innama ar-ribhu wal khusranu fil amali, hakika si vinginevyo, faida pamoja na hasara zinapatikana katika amali ya yule mwanadamu. Mwanadamu anapoyafanya yale mambo mema aliyoyaamrisha Allah jalla fi'ala na kuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, bila shaka anakwenda kupata faida ndani ya amali hizo. Lakini anapokwenda kinyume na maamrisho ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna shaka mwanadamu huyo anakwenda kuingia kwenye hasara ambayo ni nzito. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, fa'alaina an naqifa ma'a anfusina, ni juu yetu kusimama imara pamoja na nafsi zetu, waqafata ta'ammulin, kisimamo ambacho ni cha mazingatio na kupata ibra, wa muhasabati an amina al-madi, tuweze kujifanyia hisabu kutokamana na ule mwaka ambao kwamba tumetoka tumeumaliza ndani yake. Kaifa qadaina ayyamahu, lazima tufanye hisabu, tuangalie masiku yake, tumefanya nini, tumeyamaliza vipi masiku hayo. Fa innaha shahidatun lana au alaina, hakika ya masiku hayo
yatakwenda kutoa ushahidi uliokuwa mzuri juu yetu ama ushahidi uliokuwa mbaya juu yetu. Ushahidi ambao utatolewa na masiku haya ambayo tunayoyamaliza ndani yake utakaokuwa mzuri ni kutokamana na huyu mwanadamu na Muislamu pindi masiku yale anapoyamaliza kwa kutekeleza amali zilizokuwa bora amama Allah. Lakini siku hizi zitakwenda kutoa ushahidi uliokuwa mbaya juu yetu kwa yale masiku, kwa sababu ya kuyafanya maovu ndani ya masiku hayo. Qala Muhammad ibn Hasan Dhafir, amesema Muhammad mtoto wa Hasan Dhafir, alwaqtu aghla min alyaquti wadhahabi, wakati huu tunaouchezea ndugu yangu katika imani, aghla, una thamani zaidi, min alyaquti wadhahabi, kuliko madini ya yaquti na dhahabu. Kila mmoja anajua thamani ya dhahabu, kila mmoja anajua ubora wa yakut. Haya ni madini yaliyokuwa ghali katika ulimwengu na dunia hii. Mwanadamu anapokwenda kuyapata madini haya huwa anafurahia maisha. Kwa sababu gani? Ametoka kwenye ufukara, amekwenda kwenye utajiri. Sasa tunaambiwa hayo madini ambayo unayoyaona yana thamani kwenye maisha yako, basi hayana thamani kama huu wakati ambao mimi na wewe tunauchezea katika maisha yetu. Wa nahnu nakhsaruhu fi lahwi wal la'ibi, na sisi tunauchezea huu wakati katika mambo ya kipuuzi na michezo mbalimbali. Leo angalia mfano mdogo, tumeletewa kombe la dunia. Mtu yuko radhi, anaamka saa 7 ya usiku, anaangalia gemu ambayo kwamba anayoitaka na imempendezea. Gemu ile inamalizika saa 9. Hebu niambie ikhwata liiman, anapokuwa amemaliza saa 9 yule mtu anakwenda kulala, je, salatul fajiri itampitia amelala ama itampitia yuko ndani ya nyumba ya Allah na swali salatul fajiri? Bali kuna wengine World Cup hii wanaianzia tangu saa 1. Gemu za saa 1 zinaanza, mtu yuko chini ya kioo, chini ya runinga. Saa 4 anaangalia gemu inayofuata, mwisho anaangalia na gemu ya saa 7. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Huu ni wakati ambao unauona hauna thamani katika maisha yako, lakini kumbuka unachokifanya, unakipoteza kitu ambacho ni cha thamani katika maisha yako. Wasaufa nusalu anhu inda khaliqina, na hakika tutakwenda kuulizwa mbele ya muumba wetu kutokamana na wakati ambao tunaopoteza. Yawmal hisabi bidhalika almawqifi nashibi, siku ambayo itakuwa ni ya hisabu, tena watu wamesimama kwenye kisimamo ambacho ni kigumu amama Allah. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ni siku ambayo kila mwanadamu atasimama mbele ya Mola mlezi wa viumbe vyote. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa, ni siku ambayo malaikatu Rahman wakiongozwa na Jibril alayhi salam wamesimama safu amama rabbihim, wamesimama kwa kunyoka mbele ya Mola wao mlezi. Sasa hii siku ambayo tutakwenda kuulizwa maswali haya, kila mmoja kwenye maisha yake na fikra na mawazo azingatie siku nzito hii ambayo kila mmoja atakwenda kuulizwa maswali amama Allah. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah,
mwanachuoni Ibn al-Qayyim, Mwenyezi Mungu amrahamu, amesema idha'atul waqti ashaddu min al-maut, kuupoteza huu wakati ni mbaya zaidi kuliko hata kifo, kuliko hata mauti ambayo yanayomkuta mwanadamu. Kwa nini? Lianna idha'ata alwaqti taqta'uka 'ani Allahi wad-dari al-akhirati, ni kwa sababu ule wakati unaopoteza ikhwata al-iman, unakata mawasiliano yako, unakata ukaribu wako baina yako wewe na Allah jalla fi ula, pamoja na ile siku ya mwisho ambayo utakwenda kulipwa kutokamana na amali zako. Akasema Ibn al-Qayyim, wal mautu yaqta'uka 'ani dunya wa ahliha, lakini mauti yanakutenganisha wewe na dunia na watu wako. Basi wakati ule umekufa, umehifadhiwa kwenye tumbo la ardhi, kwenye kaburi, ni watu wako na ile dunia ndiyo umeepushwa nao. Lakini ule wakati ambao mimi na wewe tuuchezea, ndugu yangu katika imani, unatuweka mbali baina ya Allah na sisi pamoja na akhira. Nenda kwenye kitabu Al-Fawaid Ibn al-Qayyim ukurasa wa 31. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, igtanim khamsan qabla khamsin, faidika na mambo matano kabla ya mambo matano hayajakukuta. Shababaka qabla haramika, faidika na ujana wako kabla ya uzee kukukuta. Ndugu yangu katika imani, unapokuwa kijana ni umri ambao unatakiwa ujitumishe, unatakiwa ufanyie kazi katika kufanya ibada mbalimbali, katika kufanya amali mbalimbali. Kwa sababu gani? Wakati huu wa ujana una thamani kubwa kwako na amama Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika wale watu 7 ambao Allah atawaweka chini ya kivuli chake, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah, washabu alladhi nashaa fi ibadatillah, na kijana ambaye amekulia katika mazingira ya kufanya ibada. Ndiyo maana nikasema kijana ana nafasi kubwa ya kuipata pepo ya Allah jalla fi'ala. Hata katika maisha ya dunia, ule ujana wako unatakiwa uutumie kiasi cha kwamba unatengeneza maisha yako ya uzeeni, ili wakati umekuja kuzeeka, watu wanahangaika, wanateseka, wewe unafaidika na zile nguvu ambazo uliziwekeza kwa ajili ya uzee wako. Na ndio maana watu wenye hekima wanasema nini? Usipousumbua ujana wako, kumbuka kuja kuteseka uzeeni mwako. Ikiwa katika ujana haushughuliki, hauhangaiki, haujitumi, sio katika ibada, sio katika mambo ya kidunia, basi subiri wakati ule matokeo yake yatakuja kukupata, ima wakati wa uzeeni ama wakati ule yaumul qiyamati umepoteza ujana wako wote katika kumuasi Allah jalla fi'ala. Na ndio maana Mtume akasema, shababaka qabla haramika, ni ujana wako unatakiwa ufanyie kazi kabla ya kuzeeka kwako. Kisha Mtume akasema, wasihataka qabla saqamika, na afya yako ifanyie kazi kabla haujakuwa mgonjwa, kabla haujakuwa na maradhi. Isifikie mahala wakati una afya ndio unatumia silaha ya kumuasia Allah jalla fi'ala. Wakati ule umekuja maradhi yamekuweka kitandani, hauwezi kuinua mguu, hauwezi kuinua
unainua mkono, ndiyo hapo unamkumbuka Allah jalla fi'ala. Itakuwa umechelewa ndugu yangu katika imani. Ifanyie kazi afya yako kabla ya maradhi yako. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa ghinaka qabla fakrika, na utajiri wako ufanyie kazi kabla haujakuwa fukara, kabla haujakuwa maskini. Wakati huu Allah jalla fi'ala amekupa uwezo wa kifedha, amekupa uwezo wa kimali. Itumie mali hii kwa kuwekeza amama Allah, kwa kuyafanya mazuri kwa kupitia mali uliopewa na Allah. Hata ile siku unakuja unakuwa fukara, hauna huzuni kwenye moyo wako. Kwa sababu gani? Wakati ulipokuwa na mali uliitumia katika njia ya Allah jalla fi'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa faraghaka kabla shughlika, na wakati wako, nafasi yako itumie kabla haujashughulishwa. Ndugu yangu katika imani, wakati huu una nafasi, huu wakati utumie kwa ajili ya Allah. Usisubiri mpaka umekosa nafasi ile ndio unakaa unasema, wallahi natamani angalau kama huu ujana warudi siku moja, angalau niufanyie kazi ujana wangu kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Tumia nafasi hii kabla haujafikwa na shughuli mbalimbali. Kisha Mtume akamaliza, wa hayataka qabla mautika, na uhai wako ufanyie kazi kabla mauti hayaja kukuta. Leo kila ukilala ukiamka unajikuta una afya njema, basi unaona maisha yanakwenda tu, ndiyo maisha ya kila siku. Lakini ushakaa ndugu yangu katika imani, ukajenga imani ya kwamba kama ninavyolala nikaamka nikaingiliwa na asubuhi, nikaingiliwa na jioni. Wewe ndugu yangu katika imani, haujiulizi huenda yauman minal ayami, siku umelala na ndiyo kimoja watu wanakuamsha ni wajuzi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na wala usidanganyike ndugu yangu katika imani kwamba mauti huwa yanampata yule ambaye ni mzee au yule ambaye kwamba ni mgonjwa. Baadhi ya watu wanakasumba na imani potofu kama hii ya kwamba mimi maziltu shaban, bado ni kijana, ana qawiyun, bado na nguvu zangu, mauti kwa sasa sio rafiki na mimi siwezi kufa kwa sasa. Lakini ana imani ya kwamba yule mzee aliyezeeka ambaye kichwa chake kimejaa mvi, anajua huyu wakati wowote atakufa. Ni vijana wangapi ambao wamekufa wamewaacha wazee mpaka leo? Na ni wagonjwa wangapi ambao walipata afya, wale waliowauguza kipindi cha ugonjwa ndio ambao wamekuja kuzikwa wakiwa na afya zao. Sio lazima uumwe shekhe ndio ufe. Ni wangapi wanatembea tu barabarani hana hata habari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gari inakosa mwelekeo inampanda, anaondoka duniani akiwa na afya yake. Leo ni wangapi mtu amekula ameshiba, baada salati al-isha anaagana na familia yake na watoto wake, anapanda kwenye kitanda chake, asubuhi anaamshwa liajli salati al-fajri, wala hemi wala hainui mkono wala mguu, tayari amekwisha kufa zamani. Leo unakaa bado tu unadanganyika na uhai uliokuwa nao na afya na nguvu ulizokuwa nazo, ukisema hautokufa leo wala kesho. Fahamu ndugu yangu katika imani, uhai uliopewa ni nafasi kubwa umepewa na ni neema aliyokupa Allah jalla fi'ala. Fanyia kazi uhai wako. Hadithi imepokewa na Imamu al-Hakim kwa nambari 7846. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 1077. Ikhwata al-iman,
Ndugu zangu katika imani, faalaina an nuhasiba anfusana, ni juu yetu kuzifanyia hisabu nafsi zetu, maadumna ala qaidi alhayati, maadamu bado tuko kwenye kipindi cha uhai. Mimi na wewe tunatakiwa kila tukikaa tufanyie hisabu nafsi zetu. Siku imemalizika, umeingiliwa na jioni. Jiulize, tangu alfajiri ya kweli mpaka nimefika kipindi ambacho nahitaji kuweka mbavu zangu kwenye kitanda, nimefanya nini kwenye amali njema? Nimeongeza nini kwenye amali njema? Au nimefanya maovu na madhambi mangapi? Nirudi kwa Allah, nitake toba kwa Allah jalla fi'ala. Walatadhakkar hala salafi rahimahumullah, na tukae tukikumbuka hali za watu wema ambao waliotutangulia, fi muhasabati anfusihim, katika kujifanyia hisabu nafsi zao, an kulli saghirin wa kabirin, kutokamana na kila yale madogo na makubwa. Masahaba walikuwa na desturi na kawaida hii, wanajifanyia hisabu katika yale madogo na yale makubwa ambayo waliokuwa wakiyafanya. Fahadha amirul mu'minin, huyu hapa kiongozi wa waumini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, abeni Umar mtoto wa Khattab, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anasema hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zifanyieni hisabu nafsi zenu kabla ya kwenda kufanyiwa hisabu na Allah. Huyu ni amirul mu'minin, anasema kila Muislamu awe na kawaida ya kujifanyia hisabu amali anazozifanya kabla ya kusubiria siku ya Allah kwenda kumfanyia hisabu kiumbe wake huyo. Wazinu anfusakum kabla an tuzanu, na vile vile muzipime nafsi zenu kabla ya kwenda kupimwa na Allah jalla fi'ala, yani yaumal qiyamati. Kaangalia kitabu kinachoitwa Musnadul Faruq, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 618. Wayaqulu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anasema madimtu ala shay'in, sijawahi kujuta mimi juu ya kitu, nadami, majuto yangu mimi, ala yaumin, ni juu ya siku, gharabat shamsuhu, ambayo jua lake limezama, naqaswa fihi ajali, umri wangu ikiwa tayari umepungua, walam yazidi fihi amali, na wala kwenye siku hiyo sijaongeza kitu kwenye amali yangu. Angalia watu waliokuwa wema wanajuta katika siku ambayo imezama jua ndani yake. Akiangalia amali zake anaona kila aliyoifanya ni amali ya kila siku anayoifanya, hajaongeza amali mpya ndani ya siku ile. Haya, maisha yetu sisi yakoje leo? Mtu ukimwona habadiliki, ni yule yule, kila siku ni 5 salawati, mashaallah, anaswali swala 5 fi awqatiha, katika nyakati zake, lakini mbali na swala hizi 5 hakuna amali yoyote ambayo anaizidisha ndani ya siku yake ile. Mimi na wewe tunatakiwa amali zetu zisifanane katika yale masiku ambayo linazama jua ndani yake. Nenda kwenye kitabu Idaratul Waqti wal Haya, ukurasa ni wa 17, utakwenda kuyapata maneno haya. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika imani, idha kana hadha halu salafi rahimahumullah, ikiwa hii ndiyo hali ya watu wema, Mwenyezi Mungu awarahamu, ma'amahum fihi min as-salahi wa tuqa, pamoja watu wema hawa ndani yake wameyafanya mema na uchamungu wanao, wal ilmi wa zuhdi, na wana elimu ya kisheria ya Allah jalla fi'ala, lakini pia waumini hawa wanaongoza kuipa mgongo dunia hii,
famadha naqulu nahnu, haya sisi tutasemaje? Hii ndio hali ya watu wema, mambo wanayoyafanya kwenye mgongo wa ardhi wakati huo. Haya mimi na wewe ambao tumejaa kila aina ya madoo ya madhambi, makontena ya madhambi, kila siku unazidisha dhambi tofauti tofauti, tunatakiwa tuweje ndani ya dunia hii? Fa'alaina an nuhasiba anfusana, basi ni juu yetu kuzifanyia hisabu nafsi zetu, wa an natadaraka ma baqiya min a'marina, na tupatilize ule umri ambao umebaki kwenye maisha yetu kwa kuyafanya yale yaliyokuwa mema ndani yake. Kwa nini? Fa innal aqila, hakika yule mwenye akili, man ta'adha bi amsihi, ni yule mwenye kupata mawaidha kwa kuondoka jana yake. Kumbuka ile jana iliyoondoka hairudi tena kwenye maisha yako. Mwenye akili ni yule ambaye jana imepita anapata mazingatio na mawaidha ndani yake. Wajitahada fi yaumihi, na akajitahidi kufanya ibada katika ile siku ambayo yuko ndani yake. Wastaadda li yaumi rahilihi, akajiandaa akajitayarisha kupitia siku ambayo ataondoka katika mgongo wa ardhi. Wa inna a'dhama al-ghaflati, na hakika ya kughafilika na kujisahau kukubwa kwa huyu mwanadamu, ayalama al-insan, ni pale anapojua mwanadamu annahu fi hadhihi alhayati, ya kwamba kwenye maisha ya duniani, yankusu umruhu, umri wake kila siku unapungua, miaka yake kila siku inapungua, wayasiru ila dhunubihi, lakini kila kukicha anaendelea na kufanya dhambi mbalimbali. Wala yatafakaru fi yaumi alhisab, wala haifikiri na kuizingatia siku ya hisab. Wala yatajahaz liyaumi rahili, na wala hajiandai na ile siku ambayo ataondoka kwenye ardhi hii kwenda kwa Allah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema aliyetukuka kwenye kitabu chake, wattaqu yauma, enyi wanadamu, iogopeni siku ambayo kwamba turjauna fihi ila Allah, mtarudishwa ndani yake, ndani ya siku hiyo kwa Allah jalla fi ula. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha itakwenda kulipwa kila nafsi ya mwanadamu kwa kile ambacho imefanya kwenye dunia. Wa hum la yudhlamun, na wanadamu siku hiyo hakuna hata mmoja ambaye atadhulumiwa na Allah. Kawi kumbuke hii siku ambayo utarudi amama Allah. Kaangalia suratul Baqara aya 281. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، دوزانغو كتك إيمان، ألا تلاحظون كيف تنسلخ الشهور والأعوام؟ hivi amkai mkazinduka na kujua ya kwamba jinsi miezi inavyokwenda mbio na miaka inavyokwenda mbio. Wala yashuru al-insanu biha, na wala huyo mwanadamu hakai akalijua na kulizingatia hilo, ya kwamba miaka inakwenda, umri unakatika. Al-a'yadu tamur, idi ambazo kwamba zinazokuja kwenye maisha yetu zinaingia na kutoka. Tulikuwa na Eidul Fitri, tulikuwa na Eidul Adha, ziko wapi? Tayari zimekwenda. Wasinuna tataqallabu, miaka pia huwa inabadilika. Watiflu yakbar, mtoto yule mdogo huwa anakuwa mkubwa.
Hebu tuwaangalie wale watoto ambao wa miaka 10 iliyopita, 15 iliyopita. Leo yule mtoto yuko katika hali gani? Yuko katika umri gani? Mwili wake uko katika hali gani? Washabu ya shikhu, lakini pia kijana huwa anakuwa mzee. Wewe utakavyodunda kwenye hii dunia ukajiona wewe ni wewe, hakuna kama wewe, waulize wale wazee, kaifa kanu min qablu, kabla ya kwako wewe walikuwaje? Pia walipitia kwenye enzi ya ujana, wakayafanya waliyofanya. Leo wamezeeka, wamerudi misikitini, wanajuta. Leo ujana wao wangeutumia kwenye mambo ya kheri. Leo wewe hupati ibra na mauidha kwa kupitia uzee wa baba yako, wa babu yako. Unakaa bado unaendeleza kumuasi Allah jalla fi'ala. Wal insanu yamdi, mwanadamu naye anakwenda. Wala yabqa illa al-amal, hakubaki kwa mwanadamu huyu isipokuwa ni matendo na amali zake kwenye maisha yake. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Siku hiyo, siku gani? Siku ya Kiyama. Atakumbuka mwanadamu kila amali aliyofanya kwenye dunia, iwe ni ya kheri, iwe ni ya shari. Kila mwanadamu atakwenda kukumbuka yauma al-Kiyama. Kaangalia suratul Nazi'at aya nambari 35. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, tamurru layali kalamhi al-basar, masiku yanakwenda kama kupepesa macho, yani kufumba na kufumbua, masiku yanakwenda. Watanqadi al-a'maru ka'annaha hulmun 'abirun, lakini vile vile umri unakwenda kama mfano wa ndoto ambayo anayoiota mwanadamu akiwa amelala kwenye usingizi wake. Anaota amekuwa tajiri, lakini leo utajiri unamalizika wakati amezinduka kwenye usingizi. Lakini pia watakiwa upate mazingatio ya kwamba umri uliokuwa nao ni kama mfano wa ile ndoto mwanadamu anayoiota. Iko siku moja utaamka, na ndiyo maana ipo siku utaondoka kwenye mgongo wa ardhi. Ayuha nas, enyi watu, inna min alamati saa, naomba uichukue hii. Hakika miongoni mwa alama za kiyama ya kwamba tayari tunaondoka duniani, sur'ata mururi al-ayami, ni haya masiku kwenda kwa haraka na kwenda mbio. Wa nahnu nulahidu dhalika fi zamanina jayyida, na haya mambo tunayaona wenyewe katika zama zetu, jinsi miaka inavyokwenda, umri unavyokwenda. Wa sawfa tazdadu sur'atuha, na vile vile uharaka wa masiku kwenda utazidi kadiri tunavyoishi kwenye dunia, hata takuna kama wada'ani nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka itafikia kiwango kama alivyoeleza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema nini? Sikiliza maneno haya: la taqumu saatu, hakitosimama kiyama, hata yataqaraba zamanu, mpaka zama zikaribiane. Yani unashangaa, si jana tu tulikuwa katika Ramadhani, leo tuko kwenye Ramadhani nyingine, kama watu wanavyosema. Wallahi jana tu tulifunga Ramadhani, tuko ndani ya Ramadhani nyingine. Basi ndio ujue dalili za kiyama. Usikae ukaona ya kwamba wewe unapendwa sana, unapewa umri na Allah. Hizo ni dalili za kiyama. Kisha Mtume akaendelea, fatakunu sanatu kashahari, itafikia kiwango mwaka utakuwa ni kama mfano wa mwezi. Huu mwaka utakuwa ni kama mfano wa mwezi. Wa shahru kaljum'ati, na mwezi itakuwa ni kama mfano wa wiki. Unashangaa tarehe moja mpaka tushafika mwisho wa mwezi. Ndio tumefika mwisho wa mwezi, na ndio ujue waondoka duniani. Hizo dalili za kiyama. Watakunu aljum'atu kalyaumi, itafikia kiwango wiki inakuwa ni kama mfano wa siku. Wiki hii inakuwa ni kama mfano wa siku moja. Wayakunu liyaumu kasaati, na itakuwa siku kama mfano wa jisaa hili moja. Haujawahi kukaa ukajiuliza, vipi? Si tulikuwa asubuhi bwana, tushaingia jioni. Ndio kiama hicho kinasimama.
Kisha Mtume akamaliza akasema, watakunu saatu kadharamati binnar, na jisaa moja itafikia kiwango kama mfano wa cheche ya moto. Nafikiri kila mmoja anafahamu moto. Ule moto unapokuwa mathalan umewaka, unapokuwa mkali, kuna cheche zile huwa zinaruka kwenye ule moto, si ndio? Ile cheche huwa inaangaza ikiwa hewani, ikifika chini huwa tena ipo haipo, ishazima. Basi jisaa litakuwa mfano wa hii cheche ya moto. Hizo zote ni dalili za kiyama. Rawahu Tirmidhi, si hadithi ya kuzugazuga, ni hadithi sahihi. Kaipokea Imamu Tirmidhi kwa nambari 2333. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 7422. Ikhwata al-iman, namaliza hotuba yangu ndugu zangu katika imani, fi hadhihi al-hayati dunya, katika haya maisha ambayo tunayoishi duniani, kamithili musafir, ni kama mfano tu wa msafiri. Haya maisha ambayo leo tunayaishi duniani ni kama mfano tu wa msafiri. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, msikilize Ibn al-Qayyim, Mwenyezi Mungu amrahamu, anasema nini? Annasu mundhu khuliqu, watu tangu waumbwe na Allah, lam yazalu musafirina, hawajaacha kuwa ni wasafiri. Yani tangu mimi na Allah tumeumbwa, tuko ndani ya nini? Tuko ndani ya safari. Walaysa lahum hattu rihalihim illa fil jannati au fin nar, na hakuna mwisho wa maisha yao, hakuna mwisho wa safari yao isipokuwa mwisho wake ima mtu aingie peponi ama aingie wapi? Motoni. Hii ndiyo safari tunayokwenda, ima ufike unapokutaka ambayo ni pepo ya Allah, ama usipokutaka ambayo ni moto kwa kuyafanya ya kumkasirisha Allah jalla fi'ala. Nenda kwenye kitabu Al-Fawaid Ibn al-Qayyim, ukurasa ni wa 19. Namaliza na maneno ya Hasan al-Basri rahimahullah. Waqafa al-Hasan al-Basri ala janazati rajul. Hasan al-Basri siku moja alisimama katika jeneza la mtu fulani. Faqala li sahibi lahu ya'idhu, akasema kumwambia rafiki yake ambaye alikuwa akimpa mawaidha. Yani Hasan kasimama kwenye lile jeneza, kisha akaanza kusema maneno fulani ambayo ni mawaidha, anamwambia mwenzake ambaye ni rafiki yake. Tura hadha almayyit, waonaje hii maiti? Lau raja ila dunya, lau Mwenyezi Mungu atairudisha tena duniani, madha yasna'u, hii maiti itakuja kufanya nini duniani? Lau ukapewa nafasi nyingine na Allah, lau maiti hii ikapewa fursa na Allah, ikatolewa kwenye kifungo cha umauti, ikaletwa duniani maiti hii kwa kupewa uhai, anamuuliza rafiki yake, unadhani huyu jamaa akija akiwa kwenye maisha ya dunia atafanya nini huyu? Qala, yule rafiki yake akamwambia Hasan al-Basri, yukthiru min at-ta'at, huyu atafanya ibada nyingi sana. Unajua ni kwa nini? Tukiambiwa kuna moto kule huwa hatuamini, wengi wao tunaona ni hadithi za alinaja, tunaona vizuri shehe, tunaona ni hadithi za paukwa na pakao. Sasa huyu bwana lazima akenda akiona kule kukoje, akipewa maisha mengine ya duniani, bila shaka huyu jamaa atakuja kufanya ibada nyingi sana. Anamwambia Hasan al-Basri, qala lahu al-Hasan, Hasan akamwambia yule rafiki yake, kadifa tatu, hiyo nafasi ishampita tayari, ashakufa. Nafasi hiyo anayo tena, hana ya kuja kufanya amali njema. Fala tafutka anta, basi na wewe isikupite nafasi hiyo mpaka ukajikuta unaswaliwa, unatiwa kwenye kaburi. Ikhwata al-iman, maneno haya yanaenda kwenye kitabu Al-Kashkulu li Bahai Dini, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 23. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, mwaka umemalizika, jaribu kubadilika. Jinsi ulivyokuwa mwaka uliopita na huu mwaka mpya wa Kiislamu, badilika. Kama ulikuwa kibaka, achana na ukibaka. Kama ulikuwa ni mzinifu, acha zina
nenda kaoe. Kama ulikuwa unakula riba, acha riba, rudi kwenye biashara iliyokuwa halali. Kama wewe ulikuwa ni mnywaji pombe, achana na pombe, rudi kwenye barabara iliyonyooka, badilika. Allah hatakubadilisha mpaka wewe mwenyewe uwe tayari kufanya nini? Kubadilika. Ndugu zangu katika imani, nausia nafsi yangu na kuhusia nafsi za waumini wenzangu, tuyafanyieni kazi yale ambayo nimeyazungumza. Kuyafanyia kazi ndio kufaulu kwenye maisha yetu, ila tusipoyafanyia kazi ndio kufeli katika maisha yetu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين.